Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela baada ya kupatikana na hatia ya kula njama ya uhalifu katika kesi kubwa ya kifedha inayohusishwa na fedha haramu kutoka kwa aliyekuwa kiongozi wa Libya marehemu Kanali Muammar Gaddafi. Hukumu hii imetolewa na mahakama ya jinai ya Paris ambayo ilimwondolea Sarkozy mashtaka mengine yaliyokuwa yakimkabili ikiwemo ya rushwa na ufadhili haramu wa kampeni. Hata hivyo, mahakama ilimkuta na hatia ya kula njama ya kupanga uhalifu kufuatia tuhuma kwamba alipokea mamilioni ya euro kutoka kwa Gaddafi ili kufadhili kampeni yake ya urais ya mwaka 2007. Sarkozy mwenye umri wa miaka 70 alihudumu kama rais wa Ufaransa kuanzia mwaka 2007 hadi mwaka 2012. Baada ya hukumu kutangazwa, alizungumza na waandishi wa habari nje ya mahakama na kueleza kutoridhishwa kwake na uamuzi huo, akisema kuwa hukumu hiyo haijazingatia utawala wa sheria na kudai kuwa kesi dhidi yake imechochewa kisiasa. Kwa muda mrefu Sarkozy amekuwa akikataa madai hayo, akisisitiza kuwa hajawahi kupokea fedha kutoka kwa Gaddafi. Hata hivyo, ushahidi uliwasilishwa mahakamani ikiwa ni pamoja na ushuhuda kutoka kwa watu wa karibu na nyaraka mbalimbali ulionyesha kuwa kulikuwa na mawasiliano ya kifedha kati ya kambi ya Sarkozy na maafisa wa Libya wa wakati huo. Hii ni mara ya pili kwa Sarkozy kuhukumiwa tangu aondoke madarakani. Awali alihukumiwa kifungo kingine katika kesi tofauti kubwa ya rushwa, japo bado anaendelea kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Wachambuzi wa masuala ya sheria na wanasiasa wameeleza kuwa hukumu hiyo ni pigo kubwa kwa hadhi ya viongozi wa zamani wa Ufaransa na inaashiria juhudi mpya za kuhakikisha uwajibikaji wa kisiasa hata kwa waliokuwepo madarakani hapo awali. Kwa sasa haijafahamika iwapo Sarkozy atatumikia kifungo hicho jela moja kwa moja au kama ataruhusiwa kukata rufaa akiwa nje kwa masharti maalum. Wanasheria wake wametangaza nia ya kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo.